Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Mwezi wa 4 Aprili, yani mwaka huu 2026, vyombo vya habari Kenya vimelinukuu zoezi zima la IEBC katika usajili wa wapiga kura, na kilichovutia macho katika mchakato huu mzima ni surge in youth registration, ongezeko kubwa la vijana kuweza kuonekana kwamba wamejisajili katika upigaji kura, yani katika kukata kadi za kura. Na hii ilifuatia katika kampeni ya Niko Kadi. Na haya yanatajwa kwamba ni mabadiliko makubwa katika historia ya Kenya, kwa sababu katika chaguzi za hivi karibuni, leo tutakwenda katika nukuu za magazeti. Gazeti la The Star lilieleza kwamba katika mwaka wa 2022 vijana kati ya umri wa miaka 18 hadi 34 waliweza kufikisha kiwango cha asilimia 39.84, na hii ilikuwa ni mporomoko wa mwaka wa 2017 ambapo kiwango hiki kilikuwa ni kiwango cha 2017 ilikuwa ni kidogo zaidi, ni kikubwa zaidi kuliko cha 2022. Kwa hivyo kukawa na wasiwasi kwamba kiwango cha watu kujisajili au vijana kujisajili katika kukata kura ni jambo linatiliwa shaka. Kwa mfano, katika mwaka 2017 gazeti la The Star vile vile linasema kwamba kiwango cha vijana waliojisajili ilikuwa ni asilimia 45.11 katika mwaka huo wa 2017. Tukija katika mwaka wa 25 ambapo bila shaka tunafahamu mwaka jana IEBC ilikuwa imeset target, na target yao walikuwa wasajili wapiga kura wapya milioni 6.3. Lakini jambo hili la vijana sasa kuja katika kwa haraka na kujisajili, inaambiwa kwamba ni moja katika swala linalochangamsha demokrasia na kwamba ni jambo la kuzungumziwa. Napenda katika taaliki hii inshallah taala tuangalie kwa ufupi vijana na mabadiliko. Taban, kuna nadharia ambayo inaitwa demographic cohort theory, yani nadharia ya kwamba wale vijana ambao wana umri mmoja, wana share common history, common events, wao huwa ni easy target kwa wanasiasa, kwa sababu wanaamini kwamba vijana, kwa mfano katika population ya Kenya, vijana wana make up 57% ya population ya Kenya. Kwa hivyo utakuta ni easy target kwa wanasiasa kuwaandama vijana kwa hoja kwamba wakishiriki kwa wingi katika kura, basi ile lifeline ya demokrasia itaendelea kuwa pana, na vile vile watasikizwa vijana wenyewe katika matakwa yao, na vijana watapata zile promises au ahadi ambazo wanasiasa wamekuwa wakiziahidi kila wakati. Na vile vile vijana wenyewe pia wana kitu tunakiita political efficacy, yani kwamba our voice matters a lot in politics and can influence, yani sauti yetu inaweza kusikizwa lao tutashiriki vijana kwa wingi katika mchakato wa kura. Na hili halijakatazika katika suala zima la vijana na mabadiliko, kwa sababu hata katika ukiangalia globally ni kwamba vijana na historically wamekuwa mstari wa mbele katika kuwa na ari ya mabadiliko na kuwa na hisia ya kuleta mabadiliko. Na si vijana tu, naturally mwanadamu ana hisia ya kuleta mabadiliko, lakini mabadiliko lazima yamulikwe kwa darubini ya kina sana. Vinginevyo itakuwa watu wana mihemko na uweza wakajipata kwamba pale pale walipopakataa na walipotaka kubadilika wakarudi pale pale. Na ni muhimu sana kuangazia kwamba mabadiliko yanayohitajika katika youth au katika umma kwa ujumla ni yepi. Kuna mabadiliko aina mbili. Kuna mabadiliko ya kubadilisha personalities, yani watu.
ambao kama demokrasia ilivyo embrace kwamba kuna uchaguzi wa kila baada ya miaka mitano katika nchi nyingi za Afrika, na baadhi ya mataifa kwa mfano kama Marekani wao hufanya uchaguzi baada ya miaka minne, na utakuta vijana kama nilivyosema wanazungumzwa sana. Uchaguzi huu uko centered katika personalities, who wins the election, nani atashinda katika uchaguzi, na ndio maana race ya kupigania kura ama kupigania madaraka ni kubwa sana, na it is very fierce battle, lakini ni mapambano makubwa sana. Kwa hivyo mara nyingi tulivyoona katika historia, rais anapokuja baada ya tu muda mchache vijana husema kwamba huyu mtu hakutimiza zile ahadi zetu. Bado vijana wanabakia hawana ajira, bado vijana wanajihusisha na madawa kulevya, bado vijana wanaona wametwezwa, wameona corruption endelea. Na haya yamepatikana katika mataifa mengi, na tumeona katika Arab Spring, Rabi' al-Arabi, tumeona vijana wengi ndio walioshiriki katika mabadiliko yale, wakiona kwamba lau tutabadilisha watu tutaweza kufikia katika mabadiliko. Lakini kihakika historically this has been proven wrong. Ni makosa kabisa, na tumeona Arab Spring imethibitisha kwamba kumbe hata watu wakibadilika bado suluhu haijapatikana ya kikweli, bali tu suluhisho limepatikana yule mtu kubadilika kama yeye. Lakini deeper thinking, in a broader perspective, ni muhimu kuangalia mabadiliko ya aina ya pili. Mabadiliko ya aina ya pili ni ideological change, yani inaitwa radical change, mabadiliko ya kimfumo, ambapo hapa maskini ni kwamba ile cunning politics of democracy ni kana kwamba inateka watu hisia hizi kufunga mabadiliko kwa on personalities, bali hawatanui wigo wakasema na kuhoji na kuinterrogate na kuvet the system itself. Kwa tatizo si political class. Political class wanastahiki lawama, lakini deeper thinking ni kwamba kitu kinachozingatiwa zaidi hapa ni ideological. Je, huyu mwanasiasa atatekeleza mfumo gani? Now ukiangalia in the really current politics ni kwamba hizi zinakuwa driven by capitalist mindset, yani wanasiasa wanabeba mfumo wa kibepari. Mfumo huu kama tulivyoeleza katika halakati zilizopita unahenekeza ile hedonism, swala kwamba the ultimate purpose in life is to seek material au materialism, kwamba lengo kuu la nishati ya amali humu duniani ni kusiki kupata tamaa na kukidhi mahitaji ya kidunia, which means siasa inakuwa ni ajira kubwa. Na ndio maana utakuta vijana wengi leo waliomaliza katika universities mbalimbali, na watu huona kwamba ni afadhali waache professionals zao waingie katika siasa. Si kwamba ati wanafahamu mantiki ya siasa kwamba ni kujali maslahi ya watu, bali wameona kwamba this is the right and the easiest avenue au platform ya kuamass wealth, kwa sababu unapokuwa katika power you will be accessible, utakuwa na access ya kufika katika kuchukua rasilimali. So tuzungumzie umuhimu hapa kwamba mabadiliko yanayohitajika kwa vijana wote, ikiwa kweli tuna nia nzuri ya vijana, si kuwahimiza tu katika mchakato labda wa kuona tubadilishe kiongozi, bali muhimu wafikirie zaidi kwamba kinachohitajika ni alternative ideology. Now capitalism has failed the world. Si Kenya tu, rasilimali ubepari umefeli ulimwengu. Na hawa vijana kutoshiriki katika upigaji kura katika mambo mengi inaitwa voter apathy, na jumla ya watu kutoshiriki katika kupiga kura. Kwa mfano ukitembea mitaani utasikia watu bwana, mambo yale hatupigi kura siku hizi, kura tukikata pia haina faida. Ni kwa sababu demokrasia au mfumo wa kibepari wenyewe umejiwekea mazingira haya. Kwanza unaugua maradhi tunasema institutional crisis. Taasisi zenyewe haziko huru. Zimekuwa zina mtihani wa dilemma, conflict interest, zimechaguliwa na watawala, na watawala watataka kuzicontrol hizi taasisi. Lakini pia kwamba ile political yenyewe, ile political class
vijana yani wana mistrust na political class, hawana imani na wanasiasa, kwa sababu wanasiasa wamekuwa wakiwaahidi vijana ahadi chungu zima, lakini wakiwatupa, which means kwamba msingi hapa, tatizo msingi si wanasiasa. Tatizo msingi hapa, wala vijana hawalaumiwi kwa kutaka mabadiliko, bali kinacholaumiwa ni watu kutoona ukweli wa mambo, yani uhalisia wa mabadiliko, kwa mabadiliko ni ya kimfumo yanayohitajika. Na mfumo unaozungumzwa hapa in this regard ni mfumo ambao utakuwa kinyume na ubepari. Mfumo unaozungumzwa hapa ni mfumo unaotoka kwa muumba wa mbingu na ardhi, ambaye yeye ni al-latiful khabir, ala ya'lamu man huwa hamjui kwamba anayejua zaidi maslahi ya wanadamu si mwingine ila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mfumo ambao haubahatishi trial and error, mfumo ambao siasa zake zimejikita katika kuwasimamia raia wao. Hakuna masala ya classism, hakuna masala ile tutasema utabaka, hakuna masala ya watu kutojali, bali ni mfumo unaojenga ile ari ya uchamungu. Kiongozi anahisi kwamba mimi nisipotekeleza majukumu yangu nitahesabiwa si mbele tu ya taasisi, bali mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. So change inayotakana kwa youth na kwa umma jumla si kubadilisha watu wala si kujadili watu, bali ni kujadili mfumo uliotutweza na kudumisha na kujaribu kuengage mazungumzo yetu kuja katika mfumo wa haki wa uadilifu, ambao Uislamu ndio alternative ya ulimwengu, ndugu zangu. Na kukosekana Uislamu ndio watu wana trial and error. Na vijana kihakika Uislamu umewajengea mazingira mazuri, umetambua nguvu zao. Ndio ikija katika masala ya ndoa, vijana huwa wanakuwa addressed, ya ma'ashara shababi man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj. Enyi mabarobaro, mtu anayeweza kukidhi maslahi ya mwanamke, kuweza kumweka ndani ya nyumba mwanamke katika ndoa, akaweza kumsimamia katika malezi, katika chakula na nafaka na mengineyo, basi aowe. Uislamu ulipo address shababu ulijua ana nguvu, bali hata katika Qur'ani mabadiliko mengi vijana walitamalaki hisia mabadiliko. Innahum fityatun amanu birabbihim fazidnahum huda, hakika hawa ni vijana waliomwamini Mola wao, Mwenyezi Mungu akawazidishia. Hawa tuzungumzia ashabul kahf. Nabiullah Ibrahim alayhi salam, mfano mzuri. Yeye aliona munkar kwa watu wake, yeye akajenga hoja dhidi ya watu wake katika society mbovu. Alikuwa umri wake ni kijana. Kwa hivyo mabadiliko yanayotakana si mabadiliko ya kubadilisha watu au kubadilisha taasisi, bali yanachotakana ni mabadiliko ya mfumo wa haki, kuleta mfumo wa haki badala ya mfumo ule ambao umeoza kama mfumo tunauona wa kibepari. Na finally ni utuelewe, hata hizi kura zikipigwa kila wakati, tunaposhiriki katika mchakato wa kura miaka 60, miaka 80 katika nchi ambazo zimekuwa katika demokrasia, wamepiga kura miaka zaidi mingi sana. Marekani imepiga takriban 46 mara, lakini hakuna mabadiliko. Mambo ni yale yale, kwa sababu kuna principle katika siasa kwamba you cannot vote the system. Huwezi kuipigia kura system ambayo imeoza. What you can do, unaweza kumpigia mtu kura na kumuondoa mtu, lakini system iko pale pale. So voting has nothing to do with the system. Yani kura haina mahusiano ya kubadilisha mfumo. Mfumo haubadilishwa kupitia kura, mfumo hubadilishwa kwa kuletwa mfumo mwingine. Na hii ndio umuhimu wa watu kuelewa mabadiliko. Msingi ni kwamba ulimwengu unahitaji mfumo mbadala ambao una uwezo wa kutatua maslahi ya mabarobaro na kuwajengea mazingira mazuri na kuweza kubeba majukumu yao kama vijana, ambao majukumu yao yale hayatofaa tu hapa duniani, bali hata wakirudishwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, vijana hawa watapewa kivuli, ambacho kivuli hiki hakutokuwa kuna kivuli ila kivuli cha arshi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yawma la dhilla illa dhilluhu. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim.